Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Wale ambao wanafahamu kuna taarifa kutoka Zanzibar, mkoa mbalimbali, nchi zinaenea. Inawezekana kuna wengine hawafahamu, ama pia kuna wengine wameweza kuiona kwenye TV na muda leo kuiona. Majina yangu naitwa Peter Ambrose Kijuekali. Mimi ni mkuu wa wilaya ya Nkasi, lakini kwa heshima kabisa mkuu wetu wa mkoa wa Rukwa, mzee wetu Charles Makongoro Nyerere alinipa heshima na wajibu wa kukaimu wilaya ya Kalambo, ambayo aliyekuwa mkuu wa wilaya Kalambo alipata bahati ya kupata ubunge jimbo la Peramiho, jimbo ambalo lilikuwa la marehemu Jenista Mhagama. Kwa hiyo mimi nikapewa jukumu la kushikilia wilaya mpaka mamlaka ya uteuzi itakapoamua vinginevyo. Ndugu zangu, nina furaha kuwa mbele yenu, na hapa pekee washehe wetu wa mkoa wa Rukwa, lakini pia amiri mkuu wa JAI nipatie amiri mkuu wa JAI, lakini shehe wetu wa Mombasa na viongozi wengine ambao kwa nimefurahi kupata heshima hii ambayo kipekee ni heshima ambayo ninyi mlitamani apewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini baadaye yakatoka maelekezo Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Charles Nyerere ndio awepo, lakini na yeye pia alipata dharura, alisafiri kikazi, yuko nje ya mkoa wa Rukwa, na hatimaye kumbe Mwenyezi Mungu alikuwa anakusudia hiyo dini. Takbir! Kwa jambo limezunguka wewe. Kwa hiyo nina furaha kuwa mahali hapa. Ndugu zangu, jambo hili ni jambo jema, jambo ambalo JAI imetuletea mkoa wetu wa Rukwa, ni jambo jema sana. Kitendo hiki cha kutoa damu ni kitendo cha utu, ni kitendo cha ungwana, ni kitendo cha maadili mema. Damu hizi ambazo mtachangia ama ambazo mnachangia zinakwenda kuokoa maisha ya watu ambao mnawajua na wengine hamwajui. Na kitendo hiki ni kitendo cha ujasiri, kwa sababu kutoa damu ni sawasawa na kutoa sehemu ya uhai wako kumpa mtu mwingine mwenye uhitaji. Kwa hiyo sisi sote ambao tuko hapa na ambao tunashiriki zoezi hili la kutoa damu, sisi ni majasiri, ni watu wema, ni watu ambao tunafanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo JAI tunawashukuru sana kwa jambo hili, na tunaomba msichoke kufanya jambo hili kwa sababu ni jambo jema. Lakini pia nimeambiwa hapa JAI ujio wenu huu pia mmekuja kuleta taasisi pia kuleta hapo Isinika, iwe pia na tawi hapo. Jambo jema zaidi kwamba tunategemea JAI Rukwa na ninyi mtakuwa mnafanya kama haya
ambayo amiri mkuu ameyaleta hapa kwetu leo. Kwa hiyo tunategemea tutaendelea kuwaona mkitimiza wajibu huu, na kipekee kabisa haya mnayofanya, tafsiri yake ni kwamba mnasaidiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye kuokoa na kulinda maisha ya Watanzania, na sisi kama wawakilishi wenu kwenye serikali yenu, maana serikali ya Jamhuri ya Tanzania ni serikali ya wananchi wa Tanzania. Sisi ni wawakilishi wenu kwenye serikali yenu, hivyo tuna wajibu, tuna kila sababu ya kuwasaidia mtimize wajibu wenu, na ninawahakikishia chini ya Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa Charles Makomboja Nyerere tutafanya kila linalowezekana kuisaidia taasisi hii na taasisi zingine zenye malengo mazuri kama vijana. Na kwenye risala yenu kuna jambo nimeliona la nyumba ya Dar es Salaam. Niwahakikisheni nitalichukua kama lilivyo, nitalipeleka kwa mkuu wa mkoa, na kwa sababu jambo hili ni la taifa, nitamwambia Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba taasisi ya JAI na Waislamu kwa ujumla wanaomba ombi hili limfikie Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kwenye hilo msiwe na wasiwasi, hizi zitafika na ninaamini zitafanywa kazi, ninaamini. Lakini ndugu zangu, naomba niweke neno kidogo pale ambapo shehe wetu wa mkoa aligusia kidogo kwa mbali, na mimi naomba nigusie kidogo. Utulivu na amani katika nchi yetu jambo muhimu, ni jambo ambalo halina mbadala. Kuwa na amani ni jambo la lazima, ni jambo ambalo huwezi kusema sijui nijaribu nione hivi. Unapokuwa hakuna amani kunakuwaje? Huko usikwenda, sio sehemu ya kwenda kabisa. Huo upande ni sehemu mbaya, haitakiwi. Shehe wangu mkoa ulikuwa unazungumzia kuhusu Kongo, kwamba kule hakuna amani. Sio tu hakuna amani tu hii ya bunduki na nini, hakuna amani mpaka ya Ebola. Kuna Ebola, kuna maradhi kule makubwa, na hii Ebola ya mwaka huu nasema ni Ebola ya sasa ieleweke. Ebola ambayo inakuja ni mpya, inaambukiza. Zamani mtu akipata ugonjwa ule anaanza kutoa dalili mapema, lakini sasa hivi Ebola ambayo iko kule, mtu anakaa na maradhi hata wiki mbili, dalili hana, anaambukiza. Sasa kwa kule kufai kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, tujiepushe na watu, kikundi ama vikundi ama taasisi inayoelekea kwenye kufanya machafuko ama uvunjifu wa amani. Siku zote kama kwa sehemu kuna jambo tunahisi liko sawa, tunapaswa kuzungumza, tukae mezani tuzungumze, lakini sio kukimbilia kwenye vurugu. Vurugu haiwezi kuleta matokeo mazuri. Kwa hiyo mimi binafsi na furaha, naamini
kwamba watu wote hapa sisi ni waumini wa amani. Sisi ni waumini wa amani na tunafanya kila liwezalo kuendelea kudumisha amani yetu. Nimalizie tena kwa kuwapongeza na kuwashukuru wanajamii ama wanachama wote wa JAI nchini Tanzania, lakini pia nasimamia JAI baba yangu yule kutoka Mombasa. Inawezekana kuna wanachama wengine wa JAI wako nje ya Tanzania. Kwa hiyo wote tunawashukuru, tunawakaribisha tena mkoa wetu wa Rukwa, tunawakaribisha tena wale ambao wako nje ya nchi, ndani ya nchi yetu Tanzania, mje muendeleze kufanya yaliyo mema. Baada ya kusema haya, niwashukuru sana, asanteni sana na Mungu awabariki sana.